Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Kulingana na Biblia, Yezebeli alikuwa mwanamke mwenye tabia mbaya, muasi na mkatili aliyesifika kama mmoja wa wanawake waovu zaidi katika historia ya Israeli. Alikuwa binti wa mfalme wa Zidoni na mke wa mfalme Ahabu wa Israeli katika karne ya 9 KK. Hapa kuna sifa kuu zinazomwelezea Yezebeli: namna gani aliishi maisha yake, namna gani aliweza kuishi na watu wengine. Mmoja ni mwabudu sanamu na mpiga vita imani ya kweli. Yezebeli alileta ibada ya miungu wa kipagani, yani Baali pamoja na Ashera kutoka kwao na kuilazimisha katika ufalme wa Israeli. Alijaribu kulitokomeza kanisa na ibada ya Mungu wa Israeli na kuwaua manabii wake. Mbili ni mtawala mkatili na mwenye uchu wa madaraka. Alitawala kwa mabavu. Alikuwa na ushawishi mkubwa kwa mumewe Ahabu hadi akamfanya afanye mambo ya kuchukiza machoni pa Bwana. Tatu, jambo linalomwelezea Yezebeli na maisha yake ni kuwa alikuwa muuaji na mkatili. Alikuwa tayari kuwa ili kupata anachotaka. Mfano maarufu ni jinsi alivyopanga njama ya kumuua Naboti ili amnyang'anye shamba lake la mizabibu kwa ajili ya mumewe. 4 ni mkaidi na mwenye kiburi. Hakuogopa tishio lolote, ikiwa ni pamoja na manabii wa Mungu kama Eliya ambao aliapa kuwaua. 5 ni kifo chake cha kutisha. Kwa sababu ya uovu wake alikufa kifo cha aibu kama ilivyotabiriwa na nabii Eliya. Aliangushwa kutoka dirishani na mbwa wakaila nyama yake, akabakiwa na fuvu la kichwa, miguu na viganja vya mikono yake. Katika mafundisho ya Kikristo, Yezebeli mara nyingi hutumiwa kama ishara ya uasi, uongo na ushawishi wa kuongoza watu katika uasherati na ibada za sanamu. Kifo cha Yezebeli kama inavyoelezwa katika Wafalme wa Pili sura ya 9 aya 30 hadi 37 ni tukio la kusikitisha, lakini mfano mkubwa katika Biblia linaloonyesha mwisho wa uovu na roho ya uasi. Kutokana na maisha ya Yezebeli ya kiburi, ukatili na dhuluma na hadi kifo chake cha kutisha, kuna mambo makuu ambayo yanatufundisha watu wa sasa. Moja, uovu huwa na mwisho. Kifo cha Yezebeli kinathibitisha kuwa Mungu ni mwaminifu na hata acha uovu uendelee milele. Ingawa aliishi kwa kiburi, akaua watumishi wa Mungu, mwisho wake ulikuwa ni wa aibu na dharau, ikitimiza unabii wa Eliya. 2 ni matokeo ya uasi na kuabudu sanamu. Yezebeli alianzisha ibada ya sanamu na kuongoza taifa la Israeli katika uasi. Kifo chake kinaonyesha kuwa kumwacha Mungu wa kweli na kufuata miungu mingine huleta uharibifu katika jamii. 3 ni dhambi ya kupenda madaraka na utawala. Yezebeli anawakilisha roho za utawala na udhibiti, akijaribu kuwanyamazisha manabii na kutawala kinyume na mapenzi ya Mungu. Kifo chake kinatufundisha kuwa kiburi na kutaka madaraka kwa njia ya hila havidumu muda mrefu, ni mambo ya muda mfupi tu. 4, hakuna siri utakayoificha mbele ya Mungu. Hata baada ya kupanga njama za siri kama kumuua Naboti, mwishowe ukweli ulijulikana na hukumu ikaja. Jambo kuu la kujifunza katika kifo cha Yezebeli ni onyo kwamba kujitukuza, kuonea wengine na kuasi dhidi ya Mungu mwishowe huleta aibu na uharibifu, wakati uaminifu kwa Mungu ndio njia pekee ya usalama. Roho ya Yezebeli, mke wa mfalme Ahabu wa Israeli, ambaye alisababisha watu wa Mungu kuanguka katika dhambi ya uasi, ibada ya sanamu na uzinzi wa kiroho. Roho hii ni mfano wa uongozi wa kiroho unaopingana na mapenzi ya Mungu, kiwakilisha udhalimu, udanganyifu pamoja na tamaa mbaya. Yezebeli anakumbwa na ghadhabu ya Mungu kwa sababu ya vitendo vyake vya uasi, na tabia yake ni onyo kwa waumini wa sasa. Tabia ya roho ya Yezebeli: udanganyifu na uasi. Yezebeli anaongoza taifa la Israeli kumwasi Mungu kwa kuwaingiza watu kwenye ibada ya miungu wa kigeni kama vile Baali, akidanganya watu na kuwaondoa kutoka kwenye njia za haki. Kutumia mamlaka vibaya. Yezebeli alitumia mamlaka yake vibaya kwa kuwashawishi watu na kumshawishi mume wake Ahabu kufanya maamuzi ya dhuluma kama ilivyokuwa katika kisa cha Naboti na shamba lake la mizabibu. Onyo kwa watu wa Mungu: roho ya Yezebeli si hadithi tu ya zamani, bali ni onyo ya kiroho
kwa watu wa Mungu wa leo. Biblia inasisitiza kwamba waumini lazima wawe waangalifu dhidi ya mafundisho potofu na udanganyifu wa kidunia ambapo unaweza kuwapeleka mbali na ukweli wa Mungu. Katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 20 hadi 23, Yesu anatoa onyo kwa kanisa la Thiatira ambalo lilivumilia roho ya Yezebeli kwa kuruhusu mafundisho ya uasi, uzinzi wa kiroho na kuachana na kanuni za Mungu. Yesu anasema kuwa atawahukumu wale wanaoendelea kumfuata Yezebeli bila kutubu. Mistari ya Biblia inayoonesha roho ya Yezebeli ilivyokuwa ikifanya kazi. Mfano, Wafalme wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 31 hadi 33. Hapa tunajifunza jinsi Ahabu alivyomwoa Yezebeli na kuanzisha ibada ya sanamu nchini Israeli. Wafalme wa Kwanza sura ya 19 aya ya kwanza hadi ya pili. Yezebeli anamtisha nabii Eliya baada ya kuwa manabii wa Baali. Mfalme wa Kwanza sura ya 21 mstari wa 7 hadi 16. Yezebeli anapanga njama ya kumuua Naboti kwa ajili ya kupata shamba lake la mizabibu. Wafalme wa Pili sura ya 9 aya ya 30 hadi 37. Hukumu ya Mungu juu ya Yezebeli inatekelezwa. Ufunuo sura ya 2 aya ya 20 hadi 23. Yesu anaonya kanisa la Thiatira kuhusu kuvumilia mafundisho ya Yezebeli. Waumini wanapaswa kujitenga na tabia zinazofanana na roho ya Yezebeli, wakilinda imani yao dhidi ya uongo, tamaa pamoja na mafundisho potofu. Mungu anawaita watu wake kutubu na kumrudia yeye wa kweli, wakikataa kila aina ya udanganyifu na kuishi maisha matakatifu yanayoendana na neno la Mungu.